Bwana Yesu asifiwe, mpendwa mtazamaji. Ninakusalimu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Na pia natumai unaendelea vizuri popote ulipo, ubarikiwe sana. Nataka nikuambie hivi mpendwa. Naanza na mimi. Mabaya yote ninayopitia katika maisha yangu, chanzo chake ni Mungu. Chanzo chake ni muweza wa yote. Chanzo chake ni mfalme wa wafalme. Chanzo chake ni mwokozi. Chanzo chake ni mtukufu. Chanzo chake ni muumba mbingu na nchi. Chanzo chake ni wa milele. Chanzo chake ni Mungu asiyeshindwa. Hakuna mabaya ambayo wewe unayajua mabaya yanayotokana na mtu binafsi au shetani, isiwe chanzo ni Mungu. Mahesabu ya matendo yote tunayoyafanya katika ulimwengu yamepimwa. Hakuna mtu ambaye anaweza kwenda kinyume na kile ambacho Mungu alikiweka, kinyume na program ambayo Mungu aliseti kwa mwanadamu. That's why unatumia simu kama ni ya GB 64, hauwezi ukapakiza vitu vya GB 65. Kwa sababu gani? Havitoingia. Hiyo simu imewekewa ukomo. Ndivyo ilivyo na kwa Mungu. Mungu ametuwekea sisi ukomo kwa sababu ni uumbaji wake. Kwa hiyo kila tunachokifanya tumehesabiwa, tumepimiwa, tumepangwa. Sasa matatizo na magumu na vinginevyo vyote vinavyotokea katika maisha haya, Mungu ni sababu. Na alitaka iwe hivyo. Maandiko yanasema kwamba Mungu wetu ni muweza wa yote, anafanya anachojisikia, na hakuna mwanadamu mmoja anaweza kujitokeza na kusema umefanya nini wewe. Ameumba dunia, alishauriana na nani? Amekuumba wewe, alipanga na nani? Ameumba vingine viumbe na vingine vyote ambavyo tumevikuta na kuviadapt na kuvipenda, vingine na kuvichukia, alishauriwa na nani? Huyo ndiye Mungu ninayemwabudu na unayepaswa kumwabudu. Mungu mwenye uwezo wa kusimama yeye kama yeye, mwenye kuamua yeye vile anavyotaka yeye. Sio Mungu ambaye anaamuliwa na watu, Mungu ambaye anaongwa na watu, Mungu ambaye anashawishiwa na watu, Mungu ambaye anapangiwa cha kufanya na watu. Huyo sio Mungu. Sisi tunamwabudu Mungu ambaye kila kinachotokea kwenye maisha yetu sio surprise kwake, bali ni utimilifu. Sio mapya kwake, bali ni utimilifu wa kile alichokipanga. Huyo ndiye Mungu tunayemwabudu sisi wa Kristo wa kweli. Tunamwabudu Mungu ambaye ni muweza, sio dhaifu, muweza. Alfa na Omega, mwanzo na mwisho. Muda sisi tupo seted, yani tupo ndani ya muda. Yeye ndo anaangalia muda wake aliyoseti kwetu unafanya ni muda uko controlled na yeye, sio ambaye yupo ndani ya muda. Atumwabudu Mungu wa namna hiyo, na atumtaki sisi wa Kristo wa ukweli. Kwa hiyo mabaya yanayokutokea, inatokea wakati mwingine umewatendea watu wema, umewapenda watu, lakini at the end of the day hao watu wanakuja kukudisappoint, wanakuumiza. Mtu ulimlea, umemsomesha, umempeleka shule, mwisho wa siku inatokea huyo mtu uliyempeleka shule anaanza kukupiga vita, kukuataka, anakurejeshea mabaya, anakuumiza, anakuibia, anakufanya mambo ambayo hata shetani mwenyewe angeona aibu kukufanyia. Hayo mambo hayasababishwi na mtu binafsi. Mpangaji na sababu ya mambo hayo yote ni Mungu. Ni Mungu. Inatokea kwenye maisha ya kwamba rafiki yako anageuka kuwa mbaya. Uliwahi kujiuliza ni kitu gani kilicho provide sumu kwa rafiki yako ili awe mbaya kwako? Umewahi kujiuliza ni nguvu gani?
Ni nguvu gani? Ndiyo hivyo, alikuwa setted kwamba huyu muda itakapofika muda fulani, sekunde, yani mapigo fulani ya dakika, huyu atageuka, atafanya hichi, atafanya hichi kitageuka, alafu mema atainuka, huyu mtu atakuja kusaidia hapa, alafu huyu atatenda hivi, hichi kitato. Ni Mungu ni mwana mahesabu ambaye hajawahi kutokea ulimwengu una hata kuwepo, kwa sababu yeye amepima kila kitu tena kwa uhakika. That is God. Huyo ndio Mungu. Unajua watu wanapoombaga makanisani, Mungu Yesu ribo popo wanaongea na uongo, rishe bebe chechererete robo rikanda yaba, hawamjui Mungu. Uweza wa kimungu ni amazing. Uweza wa kimungu hauelezeki. Uweza wa kimungu unatisha. Mungu anatisha. Anatisha. Ndiyo maana hakuna mwanadamu amewahi kumuona Mungu spiritually, manake kiroho, katika utukufu wake. Hakuna. Watu ambao wamefanikiwa kumuona Mungu ni pale alipovua utukufu wake, ndio wakamuona amevua utukufu, lakini bado waliconfirm na kuhakiki kuwa huyu ni Mungu. Huyu ni Mungu. Ukisoma katika kitabu kile ni Sefania sura ya 1 mstari wake ni wa 10 hadi 12, na katika siku ile asema Bwana, kutakuwako sauti ya kilio kutoka lango la samaki, na mlio mkuu katika mtaa wa pili, na mshindo mkuu kutoka milimani. Haya, lieni nyinyi mkaao katika Maketi, maana wafanyabiashara wote wameangamia, hao wote waliokuwa na mizigo ya fedha wamekataliwa mbali. Kisa itakuwa wakati ule, nitaichunguza Yerusalemu kwa taa, nami nitawaadhibu watu walioganda juu ya sira zao, wasemao katika mioyo yao, Bwana hatatenda mema wala hatatenda mabaya, na uko utajiri wao utakuwa mateka, na nyumba zao zitakuwa ukiwa. Naam, watajenga nyumba lakini hawatakaa ndani yake, nao watapanda mizabibu lakini hawatakunywa divai yake. Huyo ni Mungu. Huyo ni Mungu. Kuna watu ambao kwenye fikra zao wanaamini ya kuwa Mungu hausiki na mabaya. Hausiki. Yeye ni mtenda mema tu. Hausiki, yani Mungu hausiki, yuko hapo. Shetani akifanya mabaya ndo anasema, shetani, kwani unafanya hivi? Shetani ana receive order, anapokea amri kutoka kwa Mungu, fanya hili, ndio anafanya. That's why uweze kuona shetani anakurupuka kwenda kumvamia yoyote, lazima apate kibali. Kama alivyopata kibali kwa Ayubu, shetani alienda kuomba kibali kwa Mungu ili amdhuru Ayubu. Ni kweli ana professional ya kufanya mabaya, lakini lazima aombe kibali cha kufanya mabaya. Kwa nini aombe kibali? Ni kwa sababu ubaya huo lazima recognize ukuu wa Mungu aliyemfanya kuwa hivyo. So Mungu alimuumba shetani ili adhihirishe mabaya kupitia nia sahihi ya Mungu. Katika jina la Yesu Kristo ninawashukuru. Katika jina lake tuendelee kumwomba Mungu atufunulie haya tuyaelewe. Tunapomwona mtu amefanya mabaya kwenye maisha yetu, manake ni Mungu ndo anataka ufunuo huo utimie. So atupatie uwezo wa kutambua ni namna gani tutakwepa hayo mambo, ili tuendelee kupeleka utukufu kwake. Ndio Mungu huyo. Ni michezo yote ya kwake. Ni sawasawa na wanasiasa mnaoona wanasiasa wamekopi, kwa sababu Mungu ndiye mfanya siasa bora ambaye hajawahi kushindwa. Wanashindwa. Anafanya siasa yenye ku make sense. Anamtumia asiyefaa kwa anayefaa,
ili aonyeshe nguvu iliyojificha. Huyo ndio Mungu. Kwa hiyo katika jina la Yesu Kristo nawashukuru, tuendelee kuwa pamoja.